Elewa umuhimu wa kupata points 3, lakini naelewa umuhimu wa maslahi ya Yanga. Kwa hiyo kwa namna ya kipekee tuipongeze kamati yetu ya utendaji, lakini pia tupongeze management iliyo chini ya CEO wetu Bwana Senzo na watendaji wote wengine pamoja na wafanyakazi wa klabu ya Yanga. Lakini pia hapa nipende kutambua sana juhudi zinazofanywa na mdhamini wetu GSM, lakini pia na wadhamini wengine wote akiwemo mdhamini mkuu wa klabu hii SportPesa, pamoja na wabia na wadhamini wenza Azam TV. Nimeamua nianzie na shukrani hizi kwa hawa stakeholders wakubwa ambao ndio wanaotupa hii kiburi, kwa maana jeuri ya kuja hapa kuzungumza na nyinyi na kuweza kutoa updates za klabu ya Yanga, hasa kwenye michezo ambayo tunaendelea kuicheza. Kesho tunakwenda kucheza mchezo wa 5. Tunagawa theluthi ya kwanza ya michezo yote 30. Theluthi moja ina mechi 10. Kesho tunakwenda kuigawa theluthi kwa kucheza mechi ya 5. Alhamdulillah, tumshukuru sana Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema. Hadi hivi sasa tumecheza mechi 4, tumepata ushindi katika mechi zote. Hatukupata ushindi kirahisi, ulikuwa ni wajasho jingi na discipline ya kutosha. Tunashukuru mpaka sasa hivi, alhamdulillah. Na hapa sifa ziende kwenye benchi la ufundi chini ya Professor Nabil pamoja na wenziwe kina Mwalimu Kaze na wote waliopo katika bench, madaktari, walimu wa viungo, walimu wa makipa, manager, kit manager. Hawa wafanya kazi kubwa sana kusema kweli. Usione kobe yuko juu ya mti, ujue kapandishwa. Kwa tunapotoa pongezi na kuwasifu na kuwapamba wachezaji wetu, lakini lazima tujue kuna kazi imefanywa kutokea kwenye benchi la ufundi chini ya Professor Nabil. Watu wanasema hii falsafa ya passing game mbona imekuja ghafla sana? Hapana, iliandaliwa. Nabil yupo hapa sasa, nadhani aliingia mwezi ngapi? Mwanzoni mwa mwaka huu, sio? Miezi 6 kamili. Alafu akaungana tena na kocha Kaze. Kwa hiyo watu wanajua hawa timu, na good luck walipata quality players wanaoelekezeka. Ndio hiyo unayoiona passing game, na sio ile passing game ya kucheza nyuma tu mnakaa. Ndio kuna watu wanacheza hapo, wao wanacheza passing game. Hayo mnakaa katika eneo lenu, hapana. Passing game tunakwenda mbele. Tukishindwa tunarudi afu tunakwenda tena. Hii inaitwa PPP. Pasia. Kwanza pokea, pasia, alafu pita mbele. Unapokea, unapasia, afu unapita mbele. Sio unakuwa ile unapiga mapasi tu ya pembeni tu hapana. Kwa kusema kweli tuwapongeze sana benchi la ufundi kwa kuishirikisha vizuri philosophy ya PPP kwa wachezaji. Imeingia. Yaani unaiona imeingia. Hatufanyi kwa kubahatisha. Tumefanya hivyo mechi ya Ngao ya Jamii na mechi zilizofuata,
lakini tukaset standard ya goli la Yanga linavyotakiwa kuwa. Haitakuwa kila wakati mwingine tutapata set pieces tutafunga, lakini ile ndio standard. Tumefanya hivyo mechi na KMC kule Songea. Setup zilianzia kwa goalkeeper wakenda, wakifika kati wakiona irudi na rudi narudishwa tena Diara mpaka tukaweka, akaupata Feitoto akakunjuka. Juzi tena inakwenda kwa Juma Shabani, narudishwa hapa Bangala na turn tena, nampa Dickson na turn, Bangala anapoa tena, napeleka pembeni. Mwamnyeto anakuja anamwachia Bangala, anacheza tena Mwamnyeto, anamwekea Feitoto, ana fenti, anaingia ndani, anamsetia Yakuba na weka kila pass, shughuli imeisha. Si mara nyingi unaweza ukaona aina ya magoli yale katika nchi yetu. Alafu kwa kurejewa, sio kwamba unafanya kwa bahati mbaya kwamba umefanya mechi moja umefluke. Hapana. Ile sio fluke. Huwezi kufanya fluke mara mbili Sheikh, au mara tatu. Ile PPP imeingia na tutakuwa tunaiimba sasa hivi. Kuna wakati washabiki wetu nabii sasa wahanikize PPP, wote watakuwa wanaimba jukwani. Wakisaka hivyo manake wachezaji na kocha elewe kwamba hapa sasa wanataka goli lao na wanataka pasi zao. Lazima tuone na philosophy hizo. Tutakuwa tunaimba kuna wakati PPP, hapo ikipigwa hiyo maana yake ni 1 2 3, ni sambusa tupu, tena za nyama. Acha kushughulikia sambusa za miogo baadaye unakaa meno anauma. Hapana, nyama yenyewe ya kusaga, steak. Hii ndio Yanga Afrika. Kazi kubwa inafanywa na wachezaji wetu mpaka sasa hivi, lakini lazima tuelewe hii ni marathon. Ingawa mimi niliwahi kuzungumza siku moja na mwanariadha maarufu sana wa zamani, wakati ule bado ameni kwenye maredio, nilifanya naye interview. Anaitwa Juma Ikangaa. Juma Ikangaa alikuwa mwanariadha mkubwa sana nchi hii. Mkubwa sana, alishinda sana hizi si Tokyo Marathon, Boston Marathon, New York Marathon. Kwa anashindana na Mkenya mmoja ndio alikuwa mpinzani wake mkubwa, anaitwa Ibrahim Hussein. Siku moja nilimuuliza kanali yule wa jeshi Ikangaa, Syria mbio za marathon, je, inapendeza wewe uvizie sababu ile ni kilomita 42? Yaani huo una delay, uache watu watangulie? Maana hapa mimi naona kwenye marathon zetu za Tanzania tuna watu wanaanza mbio hizo, akishafika raundi mizunguko 4 tu kakata upepo. Je, inapendeza uanze vizuri au uanze kwa kuvizia? Akaambia, Sheikh, kama una uwezo hapa from starting up, point ya kwanza ni tap, unatakiwa uanze kulead. Aliniambia mwalimu Ikangaa. Yaani huku mwanzo kama wewe uko sawa sawa kabisa. Namjua yule Kitenge wa EFM. Sheikh yule ukishindana naye kukimbia na kuua na kupasua kidari chako. Sababu ule mchana kama hii sasa hivi ndo anavaa raba anaanza kukimbia. Anatoka EFM anakwenda mbio mpaka Utemeke. Kila siku alafu anakimbia kwenye jua kali. Binadamu gani anakimbia kwenye jua kali? Sijamuona nchi. Sheikh yule sasa ni kama wanariadha wa marathon wale wakubwa. Kukimbia kila siku kilomita 30 25, kazi kubwa anafanya. Maulidi. Yule ushindane naye Sheikh. Kuna mtu juzi aliniambia alikuwa naye Uingereza mwaka jana kwenye kipindi cha baridi kali cha Disemba, wakaanza kukimbia. Sasa jamaa alikuwa na mbwa wake, kimbwa kidogodogo hivi na Kitenge na rafiki yake. Yule mbwa na ule jamaa wote wameishia njiani, Kitenge kama ile shule. Alafu kwenye baridi afya aishi kule ameenda tu. Yaani mbwa kashindwa, yule jamaa kashindwa, Kitenge kawaangusha. Sasa hizo ndio aina ambazo ya mbio zinavyotakiwa ziwe. Sisi si kwamba tuna maana kuna maneno yanasemwa na kama ilivyo desturi
nchi yetu hii kuna watu kazi yao kutengeneza scenario. Wanakwambia hata mwaka jana mlikuwa mnaongoza, baadaye mkaachia. Hatuwezi kuendesha mpira huu kwa habari za kufikirika kila wakati, za kusadikika. Yaani tunakariri, mnakariri kila wakati. Mbona mkariri kwamba katika hilo mngekariri na Yanga ndio bingwa mara 27? Wewe kama yani lazima ukariri vyote. Sio unakariri hili moja lakini lingine hutaki. Unachagua cha kukariri. Kariri na Yanga ndio bingwa mara 27. Kwamba kuchukua bingwa 28 ni kitu ambacho ni chepesi zaidi. Alafu kiufundi, ingawa mimi sio kocha, lakini sinauona mpira wenyewe. Siku hizi mnasema maneno yenu mnapotaka kutukosoa, mnasema mpira ni mchezo wa wazi, as if kama kuna michezo ambayo inachezewa chumbani. Sasa na mimi naangalia sisi tumeziba magep. Wachezaji wetu tuliowaleta wapya 99% wapo katika kikosi cha kwanza, na kanuni sasa hivi kidogo ngumu, inataka mwisho wachezaji 8 katika wachezaji 20 watakaovaa. Kwa kuna changamoto kidogo. Nani katika sisi tunao 10, lazima 2 wakae jukwani, lazima kanuni inataka hivyo. Lakini hebu angalia foreigners wetu: Diara, Juma, Bangala, Dr. Aucho, Jesus, nani? Maele, Sita, Mukoko, Makambo, Saido, nani memwacha mwingine? Yakuba. Alafu angalieni hao wanaosema kwamba wanaokaririshana kwamba mechi 4 wachezaji wao wapya wanaocheza wangapi. Wote tunakaa nao jukwani, tunakula peremende, tunakula njugu. Sio wachezaji wetu wamo mule. Tusikariri maisha. Alafu the issue hapa sio tu kwamba kukariri maisha, jinsi timu inavyocheza. Unajua unaweza ukafungwa, unaweza ukashinda, unaweza ukatoka draw, lakini the way timu yako inavyocheza. Kuna mmoja leo kaandika makala ndefu afu anasifiana. Yaani unajua shida, wanapewa zile makala, najua anaziandika. Mimi I was there. Kitu anachosahau mimi nilikuwepo kule. Kwa najua nani anaandika zile, anapewa nani, alafu zinatumwa kwa jina la nani. Zile zinafanywa purposely kuwapoza watu wao, wajione kwamba hata mwaka jana ilitokea. Hakuna, mwaka huu ni kitu kingine. Huu ni 2021, ile 2020. Sasa hivi rais wa nchi nani? Mwaka jana alikuwa nani? Hatuwezi kuishi maisha kariri tu. Sisi tumejipanga kwa sababu we have a good squad, not team, squad. Timu unazungumzia wachezaji 11 na wale, sisi tuna squad. Nani katika klabu yoyote nchi anaweza, hata kocha gani akafikiria nchi kumweka nje Mukoko? Kufikiri tu ni dhambi. Lakini si Mukoko anakaa nje na bado mambo yanaonekana. Saido kuda dedeki. Yule mwamba anajua mpira kupitiliza. Wewe unaweza kuthubutu kumwacha nje Saido? Angalia wachezaji wao wanaokaa nje. Sheikh, sisi hatukusajili kwa bahati mbaya. Ni plan iliyoendana na matakwa ya technical bench, lakini na jinsi tunavyotaka ubingwa. Hatuendi kukosea safari hii. Hesabu, juzi niliwaambia tunakwenda hesabu moja baada ya moja. Jana niliandika mahali, tushafurahia kuwafunga Azam, sasa our focus ni kwenye mechi na Ruvu. Hatuwezi kukaa tunaendelea kufurahi tu wakati tuna kiputea. Tunahitaji points 3 kesho, inshallah tufikishe points 15. Respect kwao Ruvu. Wana coach mkubwa, coach anayejua vizuri Young Africans, coach very professional. Wana wachezaji wazuri, wana team nzuri, lakini this time around we need our trophy. Yes. Hatucheki na mtu.
tunahitaji return of the champions. Lazima turejeshe ile taji, na hatuwezi kusubiri tuseme mbio za marathon tusubiri raundi 10 na kilomita 10 za mwisho. Sisi tunaanzia hapa mwanzo. We have a power, energy hiyo tunayo ya kukimbia kilomita 42 kwa speed ile ile. Tunayo energy. Tusubiriane hapa. Hizi mambo ya chupli unasema mwaka jana ilikuwa unadhani mwaka huu chupli zitafanyika? Lazima kuna wakati twende beyond that. Sisemi kwamba katika mpira haziruhusiwi red cards au haziruhusiwi penalties. Ni kitu cha kisheria na zimo katika sheria 17, lakini twende beyond that. Ukianza kuona kuna timu moja kila ikicheza lazima kuwe na jambo fulani na jambo fulani lazima litokee, nada unapata mashaka. Why? Sisemi wanapendelewa, lakini why wao tu? Yaani penalty hizi wengine hawatakiwi kupewa, tudadikadizi, yani lazima sasa labda hiyo ndio akili yao. Kwamba chupli shekhe this time haiwezekani. Na wajua kuliko wanavyojijua. Haiwezekani. Hapo tunakariri makaja. Kwa hiyo sisi tumelala tu. Nyinyi mnajiona kama vile ndio miungu watu Kwamba nyinyi yani nyinyi mna mechi 4, makali bado mechi 3 tu. Haiwezekani. Hii Yanga ni kubwa sana. Yanga sio kitu mchoona kama vile kimeibuka tu. Yanga kitu kimeandaliwa kiwe mfalme wa nchi hii katika mpira. Haijaja tu kwa bahati mbaya. Wanayanga, msende kuvimba, nendeni katambeni. Kuvimba ni sifa ya kiburi ambacho Mwenyezi Mungu peke yake ndio mwenye hiyo nafasi. Sisi tukatambe. Tuwe jeuri, tusiwe viburi. Kiburi ndicho kinachowaponza wenzetu. Ni sifa ya uungu. Kiburi ni sifa ya uungu. Sisi hatuna sifa ya uungu. Sisi tukatambe kwa jeuri. Kuvimba ni kiburi. Na vimbaje? Sisi tukatambe. Tukatambe na tuseme. Nimefurahi jana, nilikuwa naona juzi jana naangalia clip za Wanayanga wanatamba. Wanajidai. Kuna dada nimemuona kwenye clip anatembea kwa kujidai na yes. Wewe Yanga Afrika usijidai kwa nini? Unacheza vizuri, unashinda, una clean sheet, una uongozi imara, afu kocha wetu wala alingi. Mwarabu ule umeona analinga. Hana mbwembwe za kufunga goli afanye hivyo, ni kimya. Goli linafungwa na angalia wenzao wanashangilia na ulipala sema alhamdulillah twende. Narudia. Mechi ya kesho ina umuhimu mkubwa. Tunakwenda kucheza kwa heshima ile ile huku tukizisaka points 3. Jumanne saa 1 usiku tarehe 2 kesho versus Ruvu. Viingilio ni vile vile vilivyopita. Bado tunaendelea kufanya majadiliano kuona kama, kwa sababu Wanayanga wenyewe wanaona kuna haja sasa ya kuongezewa viingilio. Bado hajawasiliana vizuri na bodi, tutakaa nao. Lakini viingilio ni shilingi 5,000 mzunguko, 10 VIPB, 15 VIPA. Tunawahitaji Wanayanga.